Unakaona kakijana kile jamani. Alivyo kashwiti. Hivyo kwa tunacheza kwa natuambiaje? Alivyokuwa anapiga na afu anatuambiaje hao? Wanasema nini? Thank you my dear. Thank you. Watu wake na wewe kabisa. Watu wake. Huyo mwananyama wewe aje hapo. Mtafuta. Naomba nitafutie. Sijagaragaza mama yoyote mimi. Habari ya Wema kujifungua bado imeendelea kutrend katika mitandao mbalimbali, na kubwa zaidi ambalo kwa sasa limekuwa gumzo mjini ni kwa namna gani Wema amempata mtoto huyo, kwa sababu kila kukicha linaibuka jipya. Na kwa sasa zimeibuka habari kwamba eti Wema hakuwa mjamzito, hakuwa na ujauzito wa kweli. Kila mmoja amekuja na lake. Kuna watu wanadai kwamba amempata mtoto kwa njia ya IVF, lakini wengine wanadai kwamba Wema yule mtoto ni kama amemuasili, yani ni mtoto ambaye amezaliwa na mama mwingine. Wema ni kama amepewa kulea tu. Kuna taarifa ambayo niliiona sehemu inadaiwa kwamba imetoka kwa Mange Kimambi. Eti Mange amekuja kueleza kwamba huyo mtoto wa Wema si mimba ambayo Whozu ameweza kuiweka katika mfuko wa uzazi wa Wema. Kwa mujibu wa kile kilichoandikwa, aliandika kwamba walipelekwa nje ya nchi kwenda kulipiwa IVF. Hakuna kazi aliyoifanya Whozu ili mtoto kupatikana. Anadai kwamba Wema na Whozu walipelekwa nje ya nchi kwenda kufanya IVF ili kuweza kupata mtoto. Hakuna kazi ambayo Whozu ameifanya mpaka mtoto kupatikana, kwa sababu wote tunafahamu process ya mtoto kuweza kupatikana, wanakutana mume na mke au mwanaume na mwanamke, ndipo mtoto anapoweza kupatikana. Sasa yeye anatujuza Whozu hajafanya chochote. Haikuwa tu taarifa hiyo kutoka kwa Mange. Kuna nyingine niliona, huyu ni mtu ambaye alimfuata Juma Lokole DM akamwambiaje, Juma, mimba ya Wema ilikuwa feki, hata sio ya kweli. Yule mtoto ni wa kupandikiza, tena kutoka kwa mwanamke mwingine. Yaani Wema kama kapewa tu mtoto. Umeona? Huyu kijana kubwa yeye anasema kwamba mimba imebebwa na mwanamke mwingine. Yaani Wema ni kama kapewa mtoto tu. Na wanavodai kwamba lile tumbo la Wema ni tumbo la silicone. Haya matumbo ambayo yanavaliwa, unakuwa unamuona mtu ana mimba, kumbe ile ni mimba hewa. Ni kama yalivyo makalio hewa si unafahamu watu wanavaa vile vigodoro, unamuona mtu amejaliwa hiyo vitu vikubwa, lakini kumbe amevaa kigodoro. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwenye mimba ya silicone. Upande wa Wema nao wanatoa mashambulizi, wanatoa zile video za Wema alivyoanza kuwa ujauzito kuwa mdogo, kadri unavyokuwa mpaka alipofikia sasa hivi ambavyo watu wanadai eti ni mtoto wa silicone. Wacha nikujuze ni kivipi mwanamke au binadamu anaweza kupata mtoto kwa njia ya IVF. Kwanza nikufahamishe tu kwamba neno IVF maana yake ni in vitro fertilization au mtoto wa mtungi. Ni njia ya kitabibu ambapo yai la mwanamke linarutubishwa na mbegu za kiume nje ya mwili wa binadamu kwenye maabara maalum. Yaani kinachofanyika, process ile ya kawaida ambayo binadamu mke na mume au mwanamume na mwanamke wanaipitia ili kuweza kupata mtoto, hii inakuwa tofauti, na ndio maana unaambiwa ni mtoto wa mtungi. Yaani ni njia ya kitabibu ambapo yai la mwanamke linaenda kurutubishwa nje ya mfumo wake wa uzazi pamoja na mbegu za mwanaume. Itakaa hapo ndani ya wiki 4 mpaka wiki 6. Baada ya pale itakuja kurejeshwa kwenye tumbo la mwanamke. Kwa yule mwanamke atakaa na ule ujauzito mpaka atakapofika miezi 9, ndipo atakapojifungua. Kwa hiyo wale wanaodai kwamba mtoto wa Wema ni mtoto wa IVF, bado sasa amekaa tumboni mwake miezi 9, kwa sababu kwa mujibu wa namna ambavyo mtoto wa IVF wanapatikana ni yai la mwanamke. Kwa hiyo litakuwa ni yai la Wema, alafu na mbegu za mwanaume, ina maana ni mbegu za Whozu zimekutanishwa nje sasa ya ile process ambayo tumeizoea ambayo huwa inafanyika. Wao wanaenda kurutubishiwa huko maabara. Kiumbe kinachokuwa kimepatikana pale kinakuja kinawekwa kwenye tumbo la Wema. Sasa bado wanakuwa ni wazazi wake, kama ndo njia hiyo ambayo watu wanaizungumza kwamba ni mtoto wa IVF. Kwa mujibu wa kile ambacho sayansi inaeleza ni namna gani mtu atapata mtoto kwa njia IVF. Tukirejea katika kile ambacho kinaelezwa kwamba amemuasili, wengine wanadai huyu mtoto Wema hajambeba tumboni miezi 9. Ni kivipi kampata? Mbegu za Whozu zimechukuliwa, zimekwenda kurutubishwa kwenye tumbo la mwanamke mwingine ambaye ana uwezo wa kubeba ujauzito.
Wema akawa anavaa tu yale masilicone. Mwisho wa siku umefika muda wa mtoto kuja duniani, yule mwanamke kamletea Wema mtoto. Sasa anajiuliza maziwa yanatoka vipi? Kwa sababu maziwa yanapatikana kwa mama ambaye amewahi kujifungua, atanyonyesha. Wema hajawahi kujifungua, anamnyonyesha vipi ule mtoto yale maziwa? Na tunaona kabisa video za mtoto yuko ananyonya. Kwa maana hata Wema mwenyewe sasa hivi amekuwa akizungumza, wanadai eti ni mtoto wa AI. Yeye anajisemea mtoto wa AI. Whozu aliamua kuposti video ya Wema akiwa anafanyiwa ultrasound, na inaonyesha kabisa tumbo. Madaktari wanamwangalia mtoto kwenye zile mashini zao pale za ultrasound, huku wanashika tumbo la Wema pale ili kuweza kuona kwenye picha ni nini ambacho kinaonekana. Sasa kama ni tumbo la silicone, hawa madaktari katika video hii walikuwa wanafanya nini? Kwa kweli mambo ni mengi, unashindwa uchukue lipi uache lipi. Ila Wema amesema kwa vyovyote vile ambavyo watu watamchukulia mtoto wake wa AI, wa IVF. Na sasa mtoto wa AI kwanza anapatikanaje? Unajua mtu akisema mtoto wa AI unabaki unacheka. Sasa Wema amesema kwa vyovyote vile ambavyo nyinyi mtasema ameasili, amefanya nini, lakini yeye kubwa zaidi anamshukuru Mwenyezi Mungu, amekuwa Mama Olly. Kwa sasa anatamba na mtoto wake. Mtake msitake, ndiyo tayari amepata mtoto. Tupe mtazamo wako katika hili. Una mtazamo gani? Acha komenti yako sehemu ya comment. Mimi naitwa Fatma. Bye bye. Kabisa kwa tunaomba mnyonyeshe mtoto kama kawaida. Nitamhakikisha kwamba anafanya vile ninavyotakiwa kufanya. Kabisa. Umeshanielewa eh? Yes. Afu mtoto ni handsome. Wewe nakwambia. Jamani. Guys, niko na Mama Olly Oscar. They're not ready. Guys. Amesema yeye sio Wema Sepetu tena. Mimi ni Mama Olly. Mama Olly. Mama Olly. Wewe. Afu anasema eti pua yangu haikuni. Mbona pua hii hapa? Wewe achana na Mungu akiamua kukubariki. Kwani si walisema huzai? Mungu akabadilisha. Sasa wao wanataka kuniambia jamani na tumbo la AI. Achana na tumbo la AI. Iko hivi. Sikiliza. Mungu alichofanya hapo si muujiza. Najua. Mungu si alifanya muujiza. Ndio. Mungu anafanya miujiza. Sio lazima Wema awe na pua. Sijui awe na tumbo tukawa hivyo jamani. Imefanyaje? Sijui imekuaje? Jamani, Mungu amefanya in a special way. Jinsi ambavyo Mungu ameleta mtoto. Wema amegundua akiwa na 20 weeks. 5 days. Wala alikuwa hajui. Umeshanielewa? Hayo ndio mambo ya Mungu. That is God. Exactly. That is God. Wanasema God works in mysterious na Mungu sio mwanadamu. Kwa hiyo matendo yake, his ways are not our ways. Exactly. Kama mnanielewa. Ila mtakapomuona baby ndio mtajua kama ni kopi ya baba yake. Yani. Sasa kama alikuwepo huko au walienda kumchukua wapi wakasema nataka kopi hii, nyenye ndio mtakueleza. Ila ninachoweza kuambia Whozu huyu hapa. Yaani Whozu huyu hapa. Yaani wakae wakimsubiria. Wewe. They are not ready. Not ready. We love you.